Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatano katika oktava ya Pasaka, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata katika Injili ya Luka sura ya 24 aya ya 14 hadi ya 35. Ni habari ya wanafunzi wawili wa Bwana wetu Yesu Kristo ambao baada ya matukio ya Ijumaa Kuu kwamba Yesu Kristo amekufa msalabani, akazikwa, na baadaye wakaanza kusikia kwamba Yesu amefufuka, hawajui aliko. Haya matukio yote yaliwavunja moyo, wakaamua kuondoka Yerusalemu, wakaenda katika kijiji kimoja ambacho kinaitwa Emau. Kilikuwa mbali ya Yerusalemu kama mwendo wa masaa mawili. Hawa wafuasi waliokuwa wanaelekea huko Emau wakaanza kuzungumza njiani wao kwa wao juu ya matukio yote yaliyotokea. Na katika mazungumzo yao hayo, Injili inazungumza kwamba Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Nyuma ya hali ili jambo kuna kitu gani tuweza kujifunza? Mara nyingi sana mwanadamu huwa anakuwa na mategemeo makubwa kwa kila jambo. Hawa mitume wawili au wafuasi wawili walimtegemea Kristo, na baadaye tutasikia habari hiyo. Msiba wa Kristo uliotokea, amekufa kifo cha aibu, iliwavunja moyo. Yerusalemu ilikuwa ni mji ambapo Yerusalemu ndipo mahali lilikuwepo hekalu, na Yerusalemu ni mahali ambapo makuhani wapo na Yesu alimwaga damu yake pale. Emau kilikuwa ni kijiji. Wanaamua kurudi nyumbani, wanaamua kurudi nyuma. Walitoka katika kijiji cha Emau na ambacho kipo upande wa magharibi, jua linakozama. Wanaamua kurudi kule kwa sababu wamekata tamaa, wamevunjika moyo. Tatizo likitokea katika jamii, tatizo likitokea katika maisha, vifo, magonjwa, kwa watu waliokuwa wanatarajia, ni rahisi sana kuweza kukata tamaa na kuweza kurudi nyuma. Na hii ndivyo inavyotokea. Lakini habari njema ni kwamba katika kurudi kwetu nyuma, katika maanguko yetu, katika udhaifu wetu, Yesu hatuachi. Angalia, Yesu anaambatana na hawa mitume wake, hawa wafuasi wake waliokuwa wanakwenda katika kijiji cha Emau. Wamerudi kuendelea na maisha ya zamani. Wameacha kubakia Yerusalemu, wanarudi kuendelea na maisha ya zamani. Yesu, tunapoanguka, tunaporudi nyuma katika maisha ya zamani, tumeacha ule utume, tumeacha ule ufuasi, Yesu hatuachi, anaambatana pamoja na sisi. Na hawa walikuwa wanazungumza njiani juu ya mambo yote yalikuwa yametokea. Angalia Yesu anavyoambatana nao. Biblia inasema macho yao yakafumbwa wasimtambue. Ina maana gani? Mawazo mazito yakija kwetu, ni ngumu sana kuweza kumtambua Kristo katika safari ya maisha yetu ya kuanguka kwetu. Hata neno lake, Yesu anavyoongea nasi kupitia neno lake, ni ngumu kuweza kumtambua. Hata anapoambatana nasi katika kila hatua ya maisha, hatuwezi kumtambua, macho yanakuwa yamefumbwa. Yesu akawauliza, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mkitembea? Wakasimama wakawa wamekunja nyuso zao. Wakamjibu kwamba, je, wewe ni peke yako kwamba mgeni hapa Yerusalemu, hujui yaliyotokea humo siku hizi? Yesu akawauliza, ni mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu, tena jinsi wakuu wa makuhani walivyomsulubisha, nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayeweza kuwakomboa Israeli. Zaidi ya hayo, wanasema leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo haya. Tena wanawake kadhaa wa kwetu walitushtusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasione mwili wake. Kwa hiyo wanazungumza historia ya Yesu. Yesu akawajibuje?
Yesu akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote yaliyosemwa na manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii na kuwaeleza katika maandiko yote ambayo yalikuwa yanamhusu yeye mwenyewe. Katika safari ya maisha ya kumfuata Kristo, hawa ndugu wanazungumza kwamba walikuwa wanamtegemea Kristo, kwamba angeweza kuwaokoa wao, angeweza kuliokoa taifa. Walikuwa wameweka matumaini yao kwa Kristo katika mambo ya kimwili. Waliweka matumaini yao kwa Kristo katika mambo ya kisiasa. Waliweka matumaini yao kwa Kristo katika namna ile ambapo Mwenyezi Mungu hakutaka waweze kuweka matumaini hayo. Matumaini ya wao kumfuata Kristo kwa sababu ya mambo ya kimwili yalivyo katika baada ya Yesu Kristo kusulubiwa pale msalabani, wakaamua kurudi nyuma. Ni mara nyingi sana tumwendea Kristo kwa sababu ya mahitaji ya kimwili. Hatumwendei Kristo kwa sababu ya kusudi lake Mwenyezi Mungu ambalo ametuumba tumjue, ametuumba tumpende, tumtumikie na baadaye tuweze kufika mbinguni. Tunamwendea kwa sababu ya mahitaji ya kimwili. Yesu akikata lile hitaji la kimwili, tunarudi nyuma sana. Asipotupatia yale tulikuwa tunahitaji, tunakuwa wafuasi wa Emau. Tumwombe Mwenyezi Mungu sana atuepushe na roho ya kuweza kuwa wafuasi wa Emau katika kuweza kumfuata Kristo. Yesu anaanza kuwaeleza mpango wa Mwenyezi Mungu ambao alikuwa nao. Bado akili zao zikawa zimefungwa. Baadaye wakakaribia katika kile kijiji, Yesu akataka kujifanya kama anataka kuweza kuendelea. Kitu kimoja tu kilichokuwa kimebakia ndani mwao katika kuweza kuvurugika na ule mpango wa Yesu alikuwa nao, wamechanganyikiwa na urudi, walikuwa na roho ya huruma. Wakaamua kumkaribisha, wakasema, kaa pamoja na sisi, hasa hivi mchana umeisha na limekuwa giza. Wakamkaribisha ndani. Katika safari ya maisha, nyakati ngumu utakazoweza kupita, huelewi kitu gani kinachoendelea, kubali kutenda matendo mema ya kuweza kumsaidia mtu, kumkaribisha mgeni usiyekuwa na mjua. Mkaribishe katika safari ya maisha yako, mtendee mema mtu. Angalia Yesu alivyoingia hapa ndani, walimkaribisha, wakaleta pale chakula, na yeye alivyochukua ile mkate akaumega. Na ndipo Biblia inazungumza kama walimtambua Yesu katika kuweza kumega ule mkate. Manake alijidhihirisha kwao siku ile ya usiku wa Alhamisi Kuu, alipokuwa anaumega mkate akamshukuru, na hapa pia aliumega mkate. Walimtambua katika kuweza kumega mkate. Kiroho ina maana gani? Twaweza kupita katika mazingira magumu yote ya maisha, tusitambue maandiko matakatifu, lakini kuna sehemu ambayo tutaweza kumtambua Kristo ni kupitia Ekaristi Takatifu, katika ibada ya misa takatifu, kuweza kumega mkate. Yaani twamtambua Yesu katika Ekaristi Takatifu kwamba yupo pamoja na sisi, na alivyoweza kumega mkate akatoweka, akaondoka katikati yao. Angalia hawa ambao walikuwa wamefungwa, hawakuwa wanajua maandiko matakatifu. Walivyomtambua Yesu katika Ekaristi Takatifu, katika kuweza kumega mkate, waliondoka usiku huo huo. Hawakuogopa tena giza, wakarudi Yerusalemu kwenda kuwapasha wanafunzi habari kwamba Yesu Kristo amefufuka na ametutokea. Hebu katika nyakati hizi tumwendee Yesu Ekaristi katika magumu ya maisha yanayotutokea. Kaa naye, atajifunua pamoja na wewe, atajifunua uweza wake, na baadaye lile giza neno ambalo lilikuwa limetokea katika maisha yako, hutaogopa tena, utasonga mbele. Na akubariki, akulinde Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.